그리고 이 것으로 돼. Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Sasa tunachamba ya ramba tu. Katika episodi safi ya 4 tuko na picha kabambe zaidi. Wanaita My Dear Lady Queen. Kwa picha ndoke Gojosoni Empire pale chini ya Falu DJ. Wanapenda kuniita Mgojosoni. Ila ukiniita Bai inabamba zaidi chali yangu. Tuanze namna hii. Katika episodi safi ya 4 kujua mengi sana ambayo yamejificha katika tamthilia ya kabambe zaidi. Wow. Basi tunaunga pale pale. Anasema unahitaji kuchukua kiti changu. Dawa anasema kaka, kocha ambacho unafikiria ni hatari tu. Katika maisha yangu na katika utambulisho wa vitu vyote vinatambua kwamba Jason ni kwako kwa sasa. Sasa bwana mkubwa aliamuru kitu kimoja tu, kwamba kwa sasa Chaini lazima aweze kupigwa ndani ya jela. Mzee anacheka. Lakini sasa upande wa pili kabinti ndo kanampa taarifa babake ya kwamba kwa sasa katashirikiana na Prince Jinseong hakisha anaweka mambo sawa zaidi. Mzee anamwambia kaa mbali na hiyo biashara, itakuja kukosti maisha yako yote kwa sababu utatengeneza hatari ambayo haitaweza kuwa na msaada zaidi. Lakini pia upande wa pili kwa Chaliogo alikopigwa na brazo wake kwenye kifungo cha muda mfupi, mama alikuja akamwambia kitu kimoja tu, hebu hakikisha unasafisha njia yako na kutengeneza nafasi ya kuweza kujisaidia wewe. Usitegemee msaada kutoka kwa mtu mwingine. Lakini vipi sasa kwa watu ambao wameandaa mpango zaidi? Wanasema plani ya kwanza imefanikiwa, lakini sasa kuna namna tunatakiwa tuhakishe tuwatengeneza kumgazabisha mfalme moja kwa moja aweze kumchomoa dogo. Basi watu walikuwa wanapanga mipango yao kwa kina zaidi. Hata hivyo mzee mzima master plan kabla hajaondoka isema kitu kimoja tu, pia nitamtumia binti wa secretary kwa ajili ya kukamilisha jambo moja maalum sana. Katika mchezo kuna mtu ataongezeka ambaye ni binti wa mzee mzima. Nikisanga na mwana au sio? Sasa binti upande wa pili anasema baba samani, babake alimkataza asije akatengeneza nafasi ya kuja katika ile, kwani angeweza kuleta shida sana. Anasema mimi mtoto wa chief secretary, bila ajui kwamba anachokitengeneza ni matatizo. Mzee upande wa pili anagundua binti yake Chaegyong ameisha toka katika jumba na huko anakokuja ni hatari zaidi. Mfalme ndo alikuwa anatoka katika baraza. Sasa akiwa njiani anarejea katika eneo lake na kabindi ndo kanapenya penya. Sasa yeye katokea huko, mara ghafla kakapigana kikumbo na mzee mzima. Sasa mtaalamu baada ya kuangalia ndo wewe anasema na imani na mtambua binti, aweza kainua tu kabinti. Sasa kabinti ndo kakashtuka, ina maana huyu ni mfalme. Kalipigwa na butwa zaidi, kakatoa heshima zaidi. Na sasa upande wa pili mzee aliteta na Charito akamwambia mkatai binti kama unahitaji maisha yako ya salama zaidi. Anasema kwa nini umekuja katika ile eneo na nini ambacho kimekuleta? Binti anasema na kitu kimoja tu cha kuweza kuambia kwa sasa mfalme. Anasema niambie nitengeneze ombi pindi ambapo atakutana nawe kwa mara ya pili, na ombi langu ni moja tu. Hai sasa upande wa pili mzee mzima alimuomba Chalia kwamba asije akamhusisha mtoto wake kwa sababu saizi mambo yataenda kwa magumu zaidi. Anasema nini ambacho unasema kwa wakati huu? Binti basi alikuwa anatoa lile ombi ambalo mzee mzima alimwahidi tu. Anambia sasa ni ombi gani ambalo unaomba kwa wakati huu? Hebu shika barua ambayo imeandikwa na Prince Sioko juu yako na juu ya familia yako. Binti alikutana na barua ambayo ikiwa imemwandama yeye na familia yake kwamba ndo amehusika na hili jambo. Basi Charlie naye alikuwa anafika kwa kakake. Anasema nini ambacho kimekuleta huko? Anasema nimekuja hapa kwa sababu kila kitu ambacho nikifanya kwa mapenzi yangu zaidi. Lakini hata binti nimwambia akae mbali sana na mimi ila aleta ng'ang'anizi tu. Sasa dogo anamkataa bibie kwa sababu anajua nini ambacho anafanya na anahitaji kuhakikisha tu anaweka maisha ya binti na familia yake katika hali ya usalama zaidi. Lakini binti anashangaa, Prince amekuaje leo hii anamkataa katika mchezo ambao walishirikiana vyema kumtorosha mtule. Basi binti akiwa anatoka hapa alikutana na babake akiwa anamsubiri sana. Dogo anamwambia mzee mzima kitu kimoja tu, wewe niweke hata mbali huko kwenye milima nikawe mkulima, lakini sasa nisije nikaja kusumbua nafasi yako ya ufalme. Kila kitu ndaweza kufanya kaka,
kwa hiyo maamuzi ni yako. Basi mzee mzima katika baraza anahitaji kutoa maamuzi. Anasema binti wa mzee mzima ambaye ni secretary asogee mbele pamoja na kijana. Hii ni kesi ya wale waizi wa mchele katika kile kijiji. Sasa maamuzi yanatakiwa yaweze kutolewa. Bibi anaulizwa, babake alimkonyeza asema kataa huo mchongo, kwa sababu endapo tenda tofauti itayokoa familia yako. Adogo anapiga mahesabu sana ya kwamba kila kitu alikifanya yeye. Binti anasema sikufanya chochote. Yaani binti alimkataa mzee mzima. Achalia akasema kila kitu nikifanya mimi, hivyo nahitaji nipatiwe adhabu. Anasema mtoe binti yako nje kwa sababu yesi ya kuhusika. Sasa ndadili na bwana mdogo. Binti anaumia sana kusema uongo. Anasema baba, nini ambacho tunafanya? Mbona kila kitu tulifanya kwa pamoja? Alikuwa anafika Queen Dog, mama yake na Charlie. Anasema uliamua kuchagua maisha yako na kumwacha kijana wangu aweze kupoteza maisha. Hiyo sitaisahau katika maisha yangu. Ere binti unaambia mpaka majira usiku kumbukumbu inazidi kumtafuna. Namna ambavyo amemkataa mzee mzima. Lakini pia mzee mzima kwa sasa alikuwa ameisha tafuta alternative ya kuweza kujisaidia. Basi mnyama leo alimtembelea mama wa kambo, akaonja dikoraga kwa kejeli sana. Anasema leo ndo kujuza kitu ambacho jagi ukijua. Anasema mimi siwezi kumua Yoko, hilo unalijua vyema tu. Lakini shida ni kwamba ukoaje kunionyesha hata siku moja kwa wewe ni mama bora kwa upande wangu. Uliendelea kunichukia maisha yangu. Lakini nafikiria kwa sasa ni wakati wa kutengana na familia. Na mimi nitasimama na biashara yangu wala sio biashara yako tena. Mamba anatoka afu anacheka kimangoto zaidi kwamba kwa sasa anatengeneza njia yake. Mama asema sitakaa kimya. Lakini sasa upande pili mtaalamu akiwa anapata maji wapambe hao. Anasema ni wakati wa kumpatia adhabu Prince Jeong, kwa sababu inaweza ikaja kuwa mbaya zaidi na akaonekana kuwa shujaa. Unatakiwa kisha utengeneza nafasi ya kumfanya asije kuonekana shujaa. Basi mwamba leo alisaini makubaliano moja maalum sana ya kwamba dogo anatakiwa pigwe exile ya muda mfupi, aende kidogo nje ya nchi huko, nje ya taifa, kwa kupigwa exile, adhabu fulani ya muda maalum. Na pindi ambapo adhabu itaisha, Charlie atatakiwa aweze kurejea katika jumba la kifalme. Aliwaga mashikaji zake tu na kuambia nyie mmefeli. Sasa bwana mdogo anahitaji kutoka. Pande wa pili kwa binti anaita shida sana. Anaambia unachotengeneza ni nini? Binti ana king'ang'anizi, anataka apate nafasi hata kuweza kumuona Charlie. Kuka binti anampenda sana bwana mdogo, lakini pia bwana mdogo anampenda sana binti. Anasema kwa nini ulifanya kila kitu na ulisema uko smart, unaweza kulitatua lile tatizo. Mzee mzima kwa sasa alikuwa na mambo mengi tu. Anamwambia binti, nenda katika chumba changu, kuna ujumbe maalum sana ambao nimekuachia. Nayo baki kama kumbukumbu katika maisha yangu na yako. Wewe nisubiri, mimi nitakujaga nirejee tu, wala usio na mawekede, au sio? Binti baada ya kuingia katika kile chumba, sasa unaambia kitu cha kushtukiza zaidi ni kwamba mnyama the king naye aliingia. Ndani anakutana na binti tena. Binti alimpa heshima tu kama mfalme. Anasema mimi ndamsubiri mzee mzima mpaka pindi ambapo atakuja kurejea. Hiyo ni ahadi. Lakini sasa huko anapigwa ambushi. Kuna watu wanavamia mchezo Dogo anatakiwa aweze kukatishwa moto. Ma Black Ninja zaidi. Watu hao ni kina nani? Na kwa nini wanataka maisha ya Charlie? Okay, kuna vitu viliingiliana usipate moto. Basi Charlie alikuwa na window zaidi, lakini mtu ambaye anamuinda toka mwanzo alikuwa amemwona mtu huyo. Sasa dogo baada ya kumshambulia mtu ni kwamba aliweza kumwona na kitambulisho kimoja maalum sana ambacho kilikuwa kinaashiria kwamba oda imetoka kwa mfalme. Dogo ndo agundue na kuaje sasa. Blaza anataka kunimaliza namna hii. Hii ilimuumiza sana bwana mdogo. Na sasa nini ambacho angeweza kufanya? Na sasa mtu huyo ni kama alikuwa anakuja kumalizia kazi ya kuweza kuchukua maisha ya bwana mdogo zaidi. Baadaye kidogo tu taarifa zilirejea kwamba Prince ameshazakata moto. Binti aliumia sana na blazo kumpaka alikuwa na vibrate. Ana hasira na ghadhabu. Mama ndo usiseme sasa. Mama anaenda kumcheki Charlie wake. Lakini mzee mzima naye anahitaji kwenda kuangalia katika nyumba ambayo ilitakiwa bwana mdogo aweze kufikia.
anampenda sana mdogo wake, lakini sasa itaonekana lazima tu yeye ndo amehusika na mambo hayo. Miaka 5 baadaye zaidi, muda kamepita kidogo Chaliang. Basi bibi amekuwa mtu mzima kidogo, na leo kulikuwa kuna harusi ya manjino fulani hapa. Alikuwa anaolewa. Binti kako katika kijiji chao. Sasa kuna ujumbe umekuja ukiwa unamtaka binti aweze kurejea Anyang. Anasema hiyo ni sehemu ambayo hawezi ukakataa bwana. Lakini binti kwa sasa bado anamkumbuka sana mzee mzima. Japokuwa kwa sasa ni kama maisha ya mtu yule ameweza kupotea. Binti alikuwa anahitaji kutupa kile kinyago, lakini sasa upande wa pili kuna vurugu meshi kubwa sana. Na mtu mmoja ambaye amevalia koti amejiziba sura analeta shida juu ya watu ambao ni kama alikuwa anapeleka mzigo mmoja maalum sana katika eneo la Anya. Anaambia unanikumbuka? Ina maana kwamba ndo ule Chali au ilikuwaje akapona? Hiyo ni habari ambayo mimi nayo tuwezi kujua kwa mapema zaidi. Cha msingi kuzidi kusonga na Jaramba Bomba zaidi. Kwa nini bwana mdogo aliweza kupona na ile watu wanatambua kwa sasa alishaweza kupoteza maisha yake? Ni nini ambacho kimejificha zaidi katika mchezo bomba zaidi? Naitwa My Dear Lest Queen, ukiwa chini ya Falo DJ wazidi kuleta burudani kabambe zaidi. Usipange kukosa Chali yangu Jaramba, tunalichambua Chali Bintibu. Bachali alipita Chawani kwa anahitaji kufika sehemu moja. Alifika katika boda ambayo hakuweza kuruhusiwa kuweza kuvuka. Ile eneo analikumbuka sana. Na ni oda kwamba kwa sasa kila kitu kiko chini ya mfalme. Anasema hii ardhi ambayo mnasema ni ya mfalme, huyo mnamuita Young King, kitamdondosha tu na ndachukua nafasi yangu. Muda umeenda Chali yangu. Ambia mzee mzima mpaka saizi anatundevu tu mchongo. Anasema meli haijafika salama, kuna shida ambayo imetokea hivyo kwa sasa. Kuna baadhi ya vitu muhimu hatujaweza kuvipata. Mzee mzima ni kama amechizika zaidi. Anaanza kuwapatia mavitu watu. Kumbuka mshikaji ni kama ana shida kidogo kutokana na mambo mengi sana ambayo amepitia katika masuala ya uongozi wake. Ameisha tembeza sana panga. Basi leo alienda sehemu moja, alikuwa anapiga zeze kama wanipenda. Lakini sasa zeze analopiga yeye sio fundi sana. Ili zeze liko linapigwa na bwana mdogo Prince Gyoko. Sasa vigoli wamejaa hapa. Unamtazama mpiga zeze huyo, nakwambia kila mtu anajionyesha akiwa anamtaka mtu huyo. Na binti ndo amefika Anyang sasa. Anajiuliza nini ambacho watu wanashangaa hapa. Sasa mzee mzima ile kutoroka sasa kwa kuepa ama binti acha akutane na binti. Binti akamwambia mfalme, huyu amenitambuaje kama mimi ni mfalme? Binti saizi ameshakuwa mtu mzima zaidi, lakini mwamba mpaka sasa hajaweza kumtambua binti. Ila binti amemtambua vyema mwamba. Anamwambia uliwezaje kunitambua mimi? Binti anasema ina maana umensahau. Basi binti alirejea na kumpatia kumbukizi zaidi. Na hapa mtaalamu agundua aka binti anakafahamu vyema tu. Anasema nimeamua kujiweka hivyo, mimi sitaki kuolewa, ndio maana nimejiweka hayo makovu bwana. Lakini mwamba kuna kitu kinajengeka kwake. Upande wa pili kwa Prince Gyoko ni muda sana anarejea mjini na ni miaka mingi sana imepita. Anakumbuka vyema haya maeneo kwa sababu ni moja ya maeneo ambayo aliwahi kuyaishi na kuyapita sana. Lakini binti yuko busy sana na mfalme. Yeye anakumbuka hata lile eneo mara kwanza kutana na binti, kumbukumbu zote mpaka za gombania kile kinyago. Lakini sasa mzee mzima ndio yuko na bibie sasa. Basi alienda sehemu moja kwa ajili ya kupata maji na kujitengeneza vyema zaidi. Na sasa anahitaji kujiweka safi zaidi. Chali huyo hapa kajiweka bomba alafu kakata ule nywele. Sasa sehemu ambayo alifikia anasikia vicheko. Na sasa ile kutazama akiwa nje hapa, Asha changae anamuona binti ambaye anaona naye zaidi ya miaka 5. Ili mshtua sana mwamba. Binti yuko na nani? Na binti kwa wakati huo alikuwa na mfalme. Pande pale alikuwa anafanya ibada maalum sana. Anasema mdogo wangu kokote ulipo, Chaegyang amekumisi sana. Basi dogo akawa anatoka nje, lakini ghafla akakutana na bibie. Na binti baada ya kumuona akaita Prince, mwamba akavunga mvungo. Lakini binti akamkazia sana mtu huyo na kusema haiwezi kuwa. Mbona ulipoteza maisha?
Mwamba alimwangalia sana binti na aliweza kumpa mwongozo kidogo tu, lakini kabla hajamaliza maongezi yao vizuri, kuna mtu alitoka nje. Anasema mke wangu ilimkata Mwamba, na maana bibie kaolewa au ni nini ambacho kimejili? Anamwambia endelea kuwa na matumaini na huyo mpenzi wako sasa. Mwamba anacheza mbele zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika episodi safi inayofuata? Ili Mwamba kwa sasa anaamini binti tayari ameweza kuolewa na kaka yake. Ajibu ya tamthilia bomba zaidi tutapata katika episodi ya 5. Hii ni sound ya Falu DJ. Ukinitabai mambo nazidi kuwa sawa, kwa safi zaidi. Tala binti tutazidi kuchambua jaramba. Hakikisha unazidi kulike, comment, kushare na kusubscribe ili mambo yaweze kufikia watu wengi zaidi Tanzania. Let's ciao. Kamsamida.